kuna watu wanaona kwa macho ya nyama, lakini wengine wanaona kwa macho ya rohoni. Je, umewahi kuhisi kitu kabla hakijatokea? Umewahi kuota ndoto na ikatokea vile vile? Umewahi kuisoma hali ya mtu bila yeye kukwambia? Usipuuze, huenda si bahati mbaya, huenda ndani yako kuna macho ambayo si ya kawaida, macho ya kiroho. Lakini swali ni hili, je, unawezaje kujua kama kweli umefunguliwa macho yako ya rohoni au ni hisia zako za kawaida tu? Katika video hii nitakufunulia ishara za kina zenye uthibitisho wa maandiko zitakazokufungua macho zaidi kuliko ulivyowahi kufikiria. Kabla tujaendelea na somo letu la leo, nisiwe mchoyo wa shukrani. Napenda kuwashukuru watu wote mlio subscribe katika channel yetu hii ya Nguvu ya Maono Media. Hakika ninyi ni watu wa muhimu na wathamani sana kwetu. Tunawaombea kwa Mungu awalinde, awatunze na awafanikishe kwenye kila jambo mnalolifanya. Lakini pia kama wewe ndo mara yako ya kwanza kabisa kuungana nasi na bado huja subscribe, basi nikupe pole, kwa sababu watu wote makini na wanaopenda kujifunza tayari wamesha subscribe katika channel yetu hii ya Nguvu ya Maono Media. Ili nawe uwe miongoni mwa watu makini na wanaopenda kujifunza, basi hakikisha una subscribe kisha unabonyeza kitufe cha alama kengele. Kwa kufanya hivyo, utakuwa miongoni mwa watu makini na wanaopenda kujifunza. Hakika Nguvu ya Maono Media ni mgodi wa maarifa. Kwanza kabisa tuangalie maana ya macho ya kiroho. Macho ya kiroho si macho ya mwili, bali ni uwezo wa kuona, kutambua au kuelewa mambo ya rohoni ambayo hayaonekani kwa macho ya kawaida. Ni ile hali ya ufahamu wa ndani unaoongozwa na Mungu. Katika video hii ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Waefeso sura ya 1 na mstari wa 18 imeandikwa macho ya mioyo yenu yatiwe nuru. Hii inaonyesha kuwa kuna macho ya moyo, yani uwezo wa kiroho wa kuona ukweli wa Mungu. Katika video hii nitakwenda kukwambia ishara zinazoonyesha kuwa unayo macho ya kiroho. Namba 1, unaota ndoto zenye maana nzito na hujirudia. Unapoanza kuota ndoto ambazo zina ujumbe au zinazojirudia si kawaida tu. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Ayubu 33 na mstari wa 14 hadi wa 15 imeandikwa nukuu, kwa kuwa Mungu hunena mara moja, naam hata mara ya pili, ajapokuwa mtu ajali, katika ndoto, katika maono ya usiku, usingizi mzito wajiliapo watu katika usingizi kitandani. Hii inaonyesha Mungu hutumia ndoto kufikisha ujumbe. Kwa hiyo ikiwa ndoto zako zina uzito na zinagusa maisha yako halisi, hiyo ni ishara kuwa unayo macho ya kiroho. Ndio maana jambo la msingi ambalo unatakiwa utambue, ukianza kuona ishara hii, unaota ndoto zenye maana nzito na kujirudia, ukianza kuona unaota ndoto zenye maana nzito na ndoto hizo zinakuwa zinajirudia mara kwa mara, basi unatakiwa utambue ndani yako una macho ya kiroho. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Ayubu 33 na mstari wa 14 imeandikwa, kwa kuwa Mungu hunena mara moja, naam hata mara ya pili, ajapokuwa mtu ajali, katika ndoto. Umeona, ukiwa ni mtu ambaye unaota ndoto hizo zina ujumbe mzito na zinajirudia mara kwa mara, na wakati mwingine ndoto hizo zinatokea, basi unatakiwa utambue unayo macho ya kiroho. Utakiwa kupuuza kabisa. Hii ni ishara ambayo inaonyesha unayo macho ya kiroho. Kwa hiyo ukiona ndoto, unaota ndoto ambayo baada ya kuota ndoto au ndoto ile inajirudia mara kwa mara, unashangaa umeota tena ndoto ile ile ina ujumbe mzito, inajirudia mara kwa mara, utakiwa kupuuza. Utakuwa utambue unayo macho ya kiroho. Lakini ishara ya pili, unaweza kuhisi mambo kabla hayajatokea. Yaani unakuwa ni mtu ambaye unahisi hatari au kitu fulani kabla hakijatokea na baadaye kinatokea kweli. Yaani unakuwa ni mtu ambaye unaweza kutulia sehemu ukahisi tu kitu kama cha hatari, ukahisi hapa kuna kitu cha hatari hapa, hivi inaweza katokea hivi na hivi. Unashangaa baada ya muda mfupi kile kitu kinatokea. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Amosi sura ya 3 na mstari wa 7 imeandikwa, hakika Bwana Mungu hatafanya neno lolote bila kuwafunulia watumishi wake manabii siri yake. Mungu anasema hatafanya. Kama unanielewa, naomba comment na kuelewa vizuri mwalimu. Kama unanielewa vizuri au kama unanipata vizuri, naomba andika comment hapo, comment na kupata vizuri mwalimu.
Asante sana kwa komenti yako. Mungu akubariki wewe, Mungu akubariki. Asante, asante, asante. Ya, naamini tuko pamoja. Ndio maana tumesoma kitabu cha Amosi 3:7. Mungu anasema hakika Bwana Mungu hatafanya neno lolote bila kuwafunulia watumishi wake manabii siri yake. Hii ni ishara ya tahadhari ya kiroho. Mungu anakufunulia kabla ya tukio. Kwa hiyo ukianza kuona unaweza ukawa unahisi mambo kabla hayajatokea, unahisi kitu kabla hakijatokea, unaweza kukaa sehemu ukahisi jambo fulani, afu nashangaa jambo hilo baada ya muda mfupi latokea. Mungu anaweza akatumia hisia zako kukufunulia. Umekaa tu ukahisi kuna jambo baya, ukahisi hapa hii sehemu mbaya, ngoja niinuke, ukashangaa jambo sehemu hiyo, yani baada ya kuna kitu kinatokea. Au unataka kusafiri tu sehemu, unataka kupanda, hapana, ujisikii kabisa, inagoma kabisa moyoni, pana goma kabisa. Unataka kwenda, unasema basi sawa, mimi siendi. Unashangaa tu unaje kusikia kuna kitu kibaya kilitokea. Mwingine unaweza kuwa unatamani kuingia kwenye mahusiano, yani uko na mtu kabisa yani, ila unataka kuingia naye, unashangaa ndani pana goma, unahisi kabisa, unaanza kupatwa na hisia kabisa, huyu mtu atanipiga kitu kizito, huyu mtu atanipiga tukio. Unashangaa tu baada ya muda tu, yani kama ulivyokuwa unahisi vile vile inatokea yale yale. Kwa hiyo ukiona hii ni ishara ambayo inaonyesha una macho ya kiroho. Yani ukiona ni mtu ambaye unahisi kitu kabla hakijatokea, Mungu anaweza kaa na kufunulia, mwanangu huko ni hatari. Na ndio maana watu wengi ambao wanalazimisha baada ya Mungu kuwaonyesha red sign, kuonyesha kabisa hii sio, ni hatari huko, watu wengi waliolazimisha waliishia pabaya. Kwa hiyo ukiwa ni mtu ambaye unaweza kuhisi mambo kabla hayajatokea, unahisi, kuna wakati mwingine unaweza kuwa umekaa ukamfikiria mtu fulani tu, umekaa tu ukamfikiria, yani wazo linakuja, sura ya mtu fulani inakuja kwenye akili yako, unashangaa mtu anakupigia simu. Au umekaa tu sehemu unamfikiria mtu, unashangaa mtu huyo anakutafuta hapo hapo. Au umekaa ukaanza kufikiria juu ya eneo fulani, ukaanza kufikiria juu ya eneo fulani, yani wazo tu limekuja, umetulia, mawazo akaanza kujia, ukaanza kufikiria juu ya eneo fulani. Baada ya muda mfupi unasikia kuna tukio limetokea kwenye eneo hilo. Ukiona ishara hii, tambua unayo macho ya kiroho, hutakiwi kuipuuza hata kidogo. Kama unanielewa vizuri, naomba comment na kuelewa vizuri mwalimu. Twende kwenye ishara ya 3. Unaona au kuhisi uwepo usio wa kawaida. Unaona au kuhisi uwepo usio wa kawaida. Wakati mwingine unahisi uwepo wa nguvu fulani, inaweza kuwa ni amani kubwa au hofu isiyoelezeka. Unaweza kaa umetulia sehemu ukaanza kuhisi, unahisi uwepo fulani usio wa kawaida. Inaweza kuwa ni amani isiyo ya kawaida au inaweza kuwa ni hofu isiyo ya kawaida. Ukisoma kwenye kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 6 na mstari wa 17, imeandikwa, Elisha akaomba akasema, Bwana nakusihi mfumbue macho yake apate kuona. Bwana akamfumbua macho yule mtumishi, naye akaona, na tazama, kile kilima kilikuwa kimejaa farasi na magari ya moto yaliyomzunguka Elisha pande zote. Kwa hiyo jambo la msingi ambalo unatakiwa utambue, kuna ulimwengu wa rohoni unaozunguka na macho ya kiroho yanaweza kuuona. Umeona hapa Elisha anaomba, yule msaidizi wake anakuja kushangaa, kumbe kuna jeshi limetuzunguka. Ukiwa ni mtu ambaye unahisi unaona au kuhisi uwepo sio kawaida, unaona. Wakati mwingine Elisha alikuwa ogopi alipozungukwa na ile jeshi. Alikuwa ogopi kwa sababu alikuwa anajua bisa kuna jeshi zaidi limemzunguka yeye. Kuna wakati unaweza kuwa unatembea bisa, unahisi kabisa kuna uwepo wa Mungu wa ajabu kabisa. Yaani unatembea kwa confidence, unatembea kwa kujiamini. Wakati watu wengine wanaogopa, wewe unashangaa ndani yako kuna ujasiri wa kiungu. Ni ishara inaonyesha kuwa na macho ya kiroho. Kama unanielewa, naomba comment na kuelewa vizuri. Napenda kuona comment, lakini pia kisha una like video hii na kushare ili watu wajifunze sana. Twende jambo la 4. Unauelewa ukweli wa mambo kwa haraka bila kuelezwa. Ukiwa ni mtu ambaye unauelewa ukweli wa mambo kwa haraka bila hata kuelezwa, unapomsikiliza mtu au hali fulani, unajua ndani yake kuna kitu zaidi ya kinachoonekana. Yaani unakuwa ni mtu ambaye unaelewa ukweli wa mambo kwa haraka hata bila kuelezwa.
Unapomsikiliza tu mtu au hali fulani, unajua kabisa ndani yake kuna kitu zaidi ya kinachoonekana. Ndio maana ukisoma kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 2 na mstari wa 14 imeandikwa, lakini mtu wa rohoni huyatambua yote. Lakini mtu wa rohoni huyatambua yote. Kwa hiyo hii ni hekima ya kiroho, si ya kawaida. Ukiwa ni mtu unaweza kumsikiliza tu mtu akaanza kuongea, ukamjua kabisa huyu mtu yuko 1 2 3, yaani ukajua mambo yake yote. Hii ni ishara ambayo inaonyesha una macho ya kiroho. Kuna wakati unaweza kukutana na mtu hata umemsalimia au amekusalimia tu, ukajua kabisa yote mtu anayepitia 1 2 3, ukajua yote, yaani ukaelewa yote. Hii ni ishara inaonyesha una macho ya kiroho, utakiwa kuipuuza. Unashangaa tu umekutana na mtu kamwangalia akamwambia kuna jambo 1 2 3 wewe, yaani ukajikuta unaongea maisha yake. Mpaka mwingine anaanza kushangaa, umejuaje? Nani amekwambia? Ukiona ishara hii, tambua unayo macho ya kiroho. Haya, twende namba 5. Una nafsi inayovutiwa sana na mambo ya Mungu. Ukianza kuona ni mtu ambaye unajikuta unapenda sana kuomba, kusoma neno la Mungu au kutafakari mambo ya kiroho, ni ishara ambayo inaonyesha una macho ya kiroho. Ndio maana ukisoma kitabu cha Warumi sura ya 8 na mstari wa 5 imeandikwa, kwa maana wale waufuatao mwili huyafikiri mambo ya mwili, bali wale waifuatao roho huyafikiri mambo ya roho. Kwa hiyo hii ni dalili ya kuwa roho yako iko hai na inaona zaidi. Ni ishara ambayo inaonyesha roho yako iko hai na inaona zaidi. Haleluya. Kama unanielewa naomba comment put emoji of fire, weka emoji za moto kama unanielewa vizuri. Namba 6, unapata onyo ndani yako kabla ya kufanya jambo. Hii ni ishara kubwa sana. Yaani unashangaa kabla ya kufanya jambo unapata onyo ndani yako. Kuna sauti ya ndani au msukumo unaokuonya au unaokuongoza. Ndio maana ukisoma kitabu cha Yohana sura ya 16 na mstari wa 13 imeandikwa, lakini yeye atakapokuja huyo Roho wa kweli atawaongoza awatie kwenye kweli yote, kwa maana hata nena kwa shauri lake mwenyewe, lakini yote atakayoyasikia atayanena, na mambo yajayo atawapasha habari yake. Kwa hiyo hii ni uongozi wa Roho, ishara ya macho ya kiroho yaliyo hai. Ukianza kuona unapata onyo ndani yako kabla hujafanya jambo. Unashangaa unaonywa. Ulikuwa unataka kufanya jambo ambalo labda jambo hilo ni baya, unashangaa ndani yako kuna onyo, usifanye hivi. Unaweza kushangaa tu ghafla umekosa amani. Ulikuwa unataka kufanya jambo fulani, ghafla unakosa amani juu ya jambo hilo. Ghafla unakosa amani. Ni ishara Roho Mtakatifu anakuonya. Ni ishara ambayo inaonyesha una macho ya kiroho, kuna kitu kibaya. Roho Mtakatifu anakutahadharisha, unaanza kuona. Ulikuwa unataka kusafiri, ghafla unashangaa umekosa amani na safari hiyo. Ulikuwa unataka kuingia kwenye mahusiano, unataka kumkubalia kaka fulani au dada fulani, ghafla unakosa amani juu ya mtu huyo. Kimbia, run away, kimbia. Narudia kusema kimbia, usilazimishe. Utapigwa tukio mpaka wewe mwenyewe utaona nyota. Haleluya. Twende namba 7. Unapoingia mahali unaielewa hali ya kiroho mara moja ya eneo hilo. Hii ni ishara kubwa sana. Unapoingia mahali unaelewa hali ya kiroho mara moja ya eneo hilo. Unapoingia sehemu fulani, ghafla unahisi uzito au amani kubwa bila mtu kukuambia chochote. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Luka sura ya 10 na mstari wa 5 hadi wa 6 imeandikwa, na nyumba yoyote mtakayoingia semeni kwanza, amani iwemo nyumbani humo, na akiwamo mwana wa amani, amani yenu itamkalia, la hayumo, amani yenu itarudi kwenu. Hii inaonyesha kuna mazingira ya kiroho na wewe unaweza kuyatambua. Yaani unaweza kufika hata sehemu, kwa mfano ukafika tu sehemu, kwa watu ambao wamekomaa kiroho, anaweza kufika sehemu akaanza kusikia hali ya kujinyonga, mawazo ya kujinyonga. Inawezekana inaashiria hilo eneo, watu wa eneo hilo wametawaliwa na mawazo ya kujinyonga, kujimaliza, kujiua. Umeona? Unaweza kufika eneo fulani ukasikia huzuni kabisa, au unaweza kukutana na mtu ukamsalimia ukashangaa tu huzuni umekupata ghafla, ndani yako kahisi kuna huzuni wa ajabu. Inawezekana ashiria mtu huyo anapitia hali ya huzuni, kuna roho ya huzuni inamtesa. Yaani unakuwa ni mtu ambaye unapoingia mahali unaelewa hali ya kiroho mara moja eneo hilo. Unaweza kufika tu eneo fulani ukashangaa ghafla unahisi huzuni ya ajabu, inaashiria pia eneo hilo limetawaliwa na huzuni. Unaweza pasipo hata mtu kukuambia, unashangaa tu ghafla. Tuko pamoja Amen. Kama tuko pamoja, safi, nafurahia. Jambo la 8,
unaweza kutambua tabia ya mtu haraka sana. Unakuwa ni mtu ambaye unaweza kutambua tabia ya mtu kwa haraka sana. Unapokutana na mtu, kuna kitu ndani yako kinakwambia huyu si sahihi au huyu ana moyo safi, hata kabla hujamjua vizuri. Yaani unakutana tu na mtu unaona kabisa huyu mtu sio sahihi, huyu mtu sio sahihi. Huyu mtu hata kabla hajakwambia unajua kabisa huyu mtu ana moyo safi, huyu mtu ni sahihi, huyu ni mtu ni sahihi. Ukianza kuona unamtambua, unakuwa na uwezo wa kutambua tabia ya mtu kwa haraka sana. Ni ishara ambayo inaonyesha ndani yako una macho ya kiroho. Ukisoma kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 16 na mstari wa 7 imeandikwa, mwanadamu hutazama sura ya nje, bali Bwana hutazama moyo. Kwa hiyo ukiwa na macho ya kiroho unapewa uwezo wa kuona zaidi ya uso wa nje. Ukiwa na macho ya kiroho, yani wewe udanganywi na umbo la nje, unaona zaidi ya ndani, yani unaona ndani kuliko nje. Unaweza kukutana na mtu katambua bisa, huyu kaka ni moto ulao au huyu dada ni moto ulao. Kwa hiyo unakaa naye mbali. Unaweza kukutana na kaka tu amekwambia tu dada mambo, ukajua hapa ni nyoka mtupu. Au ukakutana na kabinti tu, yani umekasalimia tu kidogo, unakajua, yani unaona ndani wa mtu yukoje kabisa. Kwa hiyo ukiwa unakuwa na uwezo wa kutambua tabia ya mtu kwa haraka sana, ni ishara ambayo inaonyesha una macho ya kiroho. Lakini jambo la 9, unaona maono au picha za kiroho hata uko macho. Yaani unakuwa unaona maono au picha za kiroho hata ukiwa macho. Sio ndoto tu, bali hata ukiwa macho unaweza kuona picha au hisia zinazoelezea jambo fulani. Ndio maana ukisoma pia kwenye kitabu cha Yoeli sura ya 2 na mstari wa 28 utaona pale, vijana wenu wataona maono, wazee wenu wataota ndoto. Kwa hiyo hii ni mojawapo ya ishara nzito sana, mawasiliano ya moja kwa moja ya kiroho. Kwa hiyo unakuwa na uwezo wa kuona maono hata ukiwa uko macho. Unaweza kuwa umetulia macho, ukaletoa picha fulani, ukaletoa picha ya mtu fulani. Baada ya muda unashangaa kuna tukio limempata mtu huyo, au umekaa tu unashangaa tu picha fulani na kujia eneo fulani, na baada ya muda unashangaa tukio latokea kwenye hilo eneo ambalo ulikuwa unaona. Kwa hiyo ukiona hivi, tambua ni ishara una macho ya kiroho. Lakini ishara ya 10, unapambana na ndoto za kushambuliwa au kufuatiliwa. Ndoto za kwa mfano, labda unakuwa ni mtu ambaye unaota ndoto za kukimbizwa, kushambuliwa au kupigana, zinaweza kuonyesha mapambano ya kiroho. Ndio maana ukisoma kitabu cha Efeso sura ya 6 na mstari wa 12 imeandikwa, kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama. Umeona, hii inaonyesha vita ya kiroho ipo na macho yako yanaanza kutambua. Unakuwa ni mtu ambaye unaweza kuona vita kabla haijatokea, unaweza kuiona vita kabla haijatokea. Unakuwa ni mtu ambaye una uwezo wa kuiona vita kabla haijatokea. Kwa hiyo unahisi. Lakini pia dalili ya 11, unahisi kuongezeka kwa ufahamu baada ya maombi au kufunga. Unakuwa ni mtu ambaye unahisi kuongezeka kwa ufahamu, kuongezeka kwa ufahamu baada ya maombi au kufunga. Baada ya kuomba au kufunga, unaanza kuona mambo kwa uwazi zaidi kuliko kawaida. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Danieli sura ya 10 na mstari wa 12 imeandikwa, tokea siku ile ulipotia moyo wako ufahamu, maneno yako yalisikiwa. Kwa hiyo maombi hufungua macho ya kiroho zaidi. Siku zote maombi yanafungua macho ya kiroho zaidi. Jambo la 12, unajikuta unaongozwa ndani katika maamuzi muhimu. Unajikuta tu ndani yako unaongozwa katika maamuzi muhimu. Kuna mwelekeo wa ndani unakuongoza, na ukifuata mambo yanaenda sawa. Unashangaa kuna kauongozi ndani, kuna kitu kinakuongoza, na ukikifuata kile kitu mambo yanakuwa sawa. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Mithali sura ya 3 na mstari wa 5 hadi wa 6 utaona pale neno la Mungu nasema, mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, naye atanyosha mapito yako. Kwa hiyo huu si bahati mbaya, ni uongozi wa kiroho. Unakuwa unajikuta unaongozwa ndani katika maamuzi muhimu. Sehemu ya kufanya maamuzi unashangaa haukosei, unafanya sahihi, unafanya sawa sawa na yale maamuzi. Kama tuko pamoja, naomba comment tuko pamoja mwalimu. Kama tuko pamoja, comment tuko pamoja mwalimu. Sitaki kukuacha, nataka tuende kwa pamoja. Dalili ya 13, unachukia dhambi au maovu ndani yako kwa nguvu kubwa sana. Mambo ambayo zamani yalikuwa ya kawaida sasa hivi yanakusumbua ndani yako. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Wagalatia sura ya 5 na mstari wa 17 imeandikwa, kwa sababu mwili hutamani ukishindana na roho, na roho hushindana na mwili, kwa maana hizi zimepingana hata hamwezi kufanya mnayoyataka. Kwa hiyo hii inaonyesha roho yako inaamka, inaona tofauti ya nuru na giza. Kwa hiyo unakuwa ni mtu ambaye
unakuwa ni mtu ambaye unachukia dhambi. Yaani wewe yale mambo ambayo zamani ulikuwa ukiyafanya hata hayakuumizi, lakini sasa hivi ukikosea hata kidogo unasikia kuumia, unasikia kusononeka, unaumia, unasikia hatia. Unakuwa ni mtu ambaye unachukia dhambi, unachukia. Yaani hauifurahii dhambi, unachukia dhambi kabisa. Ni ishara ambayo inaonyesha una macho ya kiroho. Kama tuko pamoja, niambie tuko pamoja. Ninafurahi sana navyoona comment yako, ninafurahi mno, nafurahi mno. Amen. Jambo la 14, ishara ya 14, unapata amani au onyo ndani yako bila sababu ya nje. Wakati mwingine unahisi amani kubwa au tahadhari bila tukio lolote la nje. Unaweza kukaa ukahisi tu kuna amani kubwa au kuna tahadhari bila hata tukio lolote kutokea. Ndio maana ukisoma kitabu cha Wafilipi sura ya 4 na mstari wa 7 imeandikwa, amani ya Mungu ipitayo akili zote itawahifadhi mioyo yenu. Kwa hiyo hii ni lugha ya rohoni, si kila mtu anaielewa. Kwa hiyo ukiwa ni mtu ambaye unapata amani au onyo ndani yako bila sababu ya nje, ni ishara ambayo inaonyesha una macho ya kiroho. Ni matokeo na kitu ambacho umejifunza. Kama kuna jambo ambalo umejifunza, naomba uniambie umejifunza kitu gani. Lakini pia Mungu akubariki wewe na kuombea wewe utakaye share link ya video hii. Mungu akajibu haja ya moyo wako katika jina la Yesu. Ninakuombea wewe utakayetumia muda wako kushare link ya video hii kwa ndugu jamaa na marafiki. Mungu akajibu haja ya moyo wako katika jina la Yesu. Nakupenda sana, nikutakie wakati mwema.